Pengine tupitishe pale ambapo ulituacha kwa wiki iliyopita. Wiki iliyopita nilisha mahali pale ambapo baba baada ya kustaafu kazi ya walimu akafanikiwa kupata fedha zake au stahiki zake. Baada ya kupata zile stahiki, kipindi cha nyuma alitamani sana afanye vitu vingi sana. Kitu cha kwanza ambacho alitamani akifanye ni kununua gari ambalo ni gari la biashara, lakini pia ah, kununua nyumba ambayo ni guest house ambayo ni ya wageni, lakini vitu vingi alitamani akavifanya. Lakini baada ya kufanikiwa kupata ule stahiki zake, ile lengo ambalo alitamani akalifanya akaenda kinyume na ile lengo. Manake tunajua ya kwamba usipokuwa na Mungu siku zote fedha zinaweza zikakutawala. Tukisoma neno la Mungu ambao inatoka Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10 ya kwamba shina moja la mabaya ni kupenda fedha. Lakini pia tukisoma ile Waebrania sura ya 13 na ule mstari wa 5 ya kwamba msiwe na tabia ya kupenda fedha. Na maana pale alipopata zile fedha zikaanza kutawala nafsi yake. Baada ni kweli kuna mambo ambapo waliweza kufanikiwa, tunamshukuru Mungu kwa hilo. Akawaza namna gani ya kupata nyumba kwa sababu kipindi hicho tukio lilivyoweza kutokea tulikuwa hatuna tena makazi. Lakini akaamua anunue makazi mkoa mmoja ambao unaitwa Geita ya Katoro, ambapo nilisema ya kwamba mzee wangu alikuwa na wake wawili, ambapo kila mmoja aliweza kumnunulia nyumba yake. Akafanikiwa, tunampongeza sana kwa hilo alifanya. Lakini zile mipango ambazo alitamani akafanye ikashindikana, na nikizingatia alitamani aniendeleze kunipeleka chuoni, lakini huko akadai kwamba ukienda ukifanya mambo ya chuoni hakuna mishahara nini. Lakini tunajua kwamba ni hali fulani ya fedha ya tamaa iliyoweza kumtawala. Akaanza kubadilika, alikuwa ni mtu mwenye kupenda wanawake. Ndio hivyo. Kwa hiyo baadhi ya ndoto zikaweza kupungua. Kwa hiyo alivyoweza kufanikiwa kununua, maisha yakaweza kusonga mbele. Na ndugu yangu mmoja anaitwa na Witness alikuwa ni mtu muuza duka, alikuwa na mfanyabiashara lakini pia alikuwa na duka. Katika maisha yake aliweza kufanikiwa kununua nyumba ambayo nyumba hiyo iko maeneo ya Kaliua. Tunampongeza kwa hilo, aliweza kufanikiwa. Na maisha yetu pia yakaweza kusonga mbele. Na mimi binafsi nikaanza kujiuliza nitafanya shughuli gani. Lakini wakati huo katika swala la utumishi nilikuwa ni mtu wa kwenda kanisani na kurudi. Lakini pia nilikuwa na huduma, huduma yangu nilikuwa ni mwimba kwaya. Lakini pia nilikuwa ni mtu mwenye kufundisha uimbaji, kuimba kwaya. Lakini pia nilikuwa bado sina nguvu ile ambayo ni ya kimungu kweli. Manake ndani mwangu nilikuwa ninatumika, lakini nilikuwa bado sijajua huenda ninayemtumikia yukoje ndani yangu. Niweza kutumika kanisa moja TG kwa mchungaji Jafet, niweza kutumika mahali pale. Lakini pia na baada ya kutoka mahali pale nikaenda kanisa moja, kanisa la Mapambano EGT liko pale Kiloleni kwa mchungaji wangu, mchungaji Rameki ambao ni mchungaji wangu hadi sasa. Lakini ikafikia hatua
Ikafikia hatua nikakutana na mchungaji katika shughuli, ambapo shughuli ambazo niliamua kuzifanya, na mimi nikaamua sasa nifungue tusheni, kwa sababu nilikuwa tayari nina kitu ndani yangu, tayari ni mtu ambaye tayari nimeshapitia shuleni. Kwa hiyo nikaamua nifungue darasa, nikaendelea kufundisha wanafunzi, lakini na mimi nikaamua sasa niwe ni mjasiriamali, biashara kama kahawa, ambapo ndipo najishughulisha nazo. Lakini pia nikaendelea kumuona Mungu, nikaendelea kumtumikia Mungu, lakini kama nilivyoweza kusema, ndani mwangu bado kulikuwa sijamjua Mungu aliye wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baada ya hapo, tulipokuwa tunaendelea na maisha, nilipokuwa naishi na mama yangu, maisha yetu yakawa ni mazuri, lakini ile tukio ambayo ilitokea ikawa kidogo inaenda linapotea. Lakini alikupotea kabisa, kwa sababu ikawa inafikia hatua tunapoenda kupumzika au nyakati za usiku, ndoto zinaweza kawa zinatuijia, tuko mahali pale, unakuta unalia, lakini hatuna budi. Ikafikia siku moja, mimi mwenyewe binafsi mpaka nikawa mtumishi wa Mungu. Ikafikia usiku nikawa ninaota niko ziwani. Lakini ziwani huko nilipokuwa naota, nikawa naota niko na binti. Huyo binti ambayo alikuwa anasema nikafanye tukio la mapenzi pamoja naye. Hiyo tukio likawa ni mwendelezo. Likawa ni mwendelezo, lakini ndani mwangu nikawa sina ile hali ya kusema nikemee hili jambo. Nikawa nalichukulia ni kitu cha kawaida, kwa sababu tumeshafundishwa mashuleni ya kwamba ni ile hali ambayo inawatokea vijana wanapokuwa wanafikia hatua ile. Kumbe adui alikuwa anatafuta nafasi hata ya kuweza kuniangamiza. Lakini pia ilikuwa inafikia hatua ninaota kuna makundi ambayo ni ya watu wa nyumbani ambao waliweza kutufanyia tukio baya. Wakawa wanajikusanya kwa pamoja, wakaanza hata kunipiga chale nyakati za ndotoni. Lakini zile chale ambazo nilikuwa napigwa, nilikuwa nahisi kweli maumivu, nikawa nikishtuka. Baadaye nazipotezea zile ndoto, naendelea tu kupumzika. Lakini ile hali ikawa inaendelea. Lakini ilikuwa sio kila siku, lakini haiwezi kupita hata wiki, yale matukio yanaweza kawa yanajirudia. Lakini yale matukio yalikuwa yanatokea niko maeneo ya nyumbani. Yale magroup ambayo yalikuwa yanatokea ndotoni yalikuwa ni mara nyingi yanaendelea kutokea. Nikawa siku moja nikamwambia mama hii hali ambayo inatokea. Mama naye kiukweli ndani mwake, lakini alikuwa bado hajaokoka vizuri. Ni kweli alikuwa ni mtu wa kwenda kanisani, alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini ndani yake, kwa sababu ni mzazi, anatamani mtoto wake aweze kumsaidia. Kwa nini huyu mtoto anaota ndoto kila siku? Ndoto ni zile zile. Ikafikia siku moja, ilikuwa ni mwaka 2024. Ni tukio ambalo ni tukio la mwaka jana, ambapo tukio hilo litokea ni miezi ya mwanzoni, ambapo tukio hilo nilipokuwa katika shughuli zangu za ujasiriamali, nilipokuwa ninatembea